Sasa tuelekee kule Morogoro ambako tukiendelea kuangazia masuala ya afya na namna ambavyo mkoa wa Morogoro umeweza kunufaika na mfuko wa afya ya pamoja, yani Health Sector Basket Fund, ambao umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha huduma za afya katika mkoa wa Morogoro na halmashauri zake kuanzia mwaka wa fedha 2021-2022 hadi 2024-2025. Mchango huu umewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya afya, lakini kikubwa umeimarisha utoaji wa huduma, lakini vile vile kuwaimarisha watoa huduma katika sekta hiyo ya afya. Na katika matokeo chanya ambayo waliyazungumza zaidi ni katika pia kusaidia kutoa huduma za uzazi ambazo kwa namna moja au nyingine zimeweza kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Lakini vile vile upatikanaji wa lishe kwa wale watoto ambao wanapatwa na changamoto ya lishe. Kwa hiyo wanatoa pia hizo huduma pale na kuwajali hao watoto mpaka wanafikia katika hatua ambayo sasa inaridhisha, wanawaruhusu kurudi kwenye jamii. Basi katika mkoa huo tuliweza kuzungumza na baadhi ya watendaji kuanzia ngazi ya wilaya kwenye wilaya ya Gairo. Labda hapa tuwasikilize na kisha tutarejea. Naitwa Dr. Boniface Alex Manditi, ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Gairo, na hapa tupo katika zahanati ya Kisitwi iliyopo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Gairo, mkoa wa Morogoro. Hiyo fedha imetunufaisha kwa kiasi kikubwa kupata vifaa tiba vya kisasa kabisa ambavyo vinaweza kutusaidia kugundua magonjwa mbalimbali kwa wateja ambao wanakuja kuhudumiwa katika vituo vyetu. Lakini isitoshe pia kuna upande wa dawa. Tumenufaika vya kutosha kwenye kupata dawa za kutosha. Sasa hivi wimbo wa swala la kusema kwamba hakuna dawa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, huu wimbo hakuna tena. Tulishaacha kuimba siku nyingi. Kwa hiyo wateja wanakuja kwenye vituo vya kutoa huduma za afya na kupata dawa zile ambazo zina watibu ugonjwa ambao umegundulika katika miili yao. Lakini pia kuna manufaa mengine ambayo yanafanyika na tumepata kutokana na mfuko wa afya pamoja, ikiwemo ukarabati wa majengo mbalimbali. Kadiri tunavyotumia majengo yetu au kadiri tunavyotumia vifaa tiba pia vinaharibika au vinachakaa. Kwa hiyo tunaweza kutumia kiasi kidogo cha fedha kutoka kupitia mfuko wa afya pamoja ambao ni basket fund kufanya ukarabati wa vifaa tiba hivyo, lakini kufanya ukarabati pia wa majengo ambayo yanaonekana yamechakaa, ili kuweza kuendelea kutoa huduma zile stahiki kwa wateja ambao wanafika hapa. Lakini pia imetusaidia kukarabati magari yetu, vyombo vya usafiri. Hapo namaanisha ambulances, lakini kuna magari ya kufanyia usimamizi shirikishi, lakini pamoja na mapikipiki ambayo tunayo. Hiyo yote fedha basket fund inatumika katika kukarabati vifaa hivyo na kuweza kutusaidia kutoa huduma bora kwa wananchi wakati wote tunapohitajika kufanya hivyo. Kwa majina naitwa Juma Rashid Ntemi, ni mganga mfawizi wa zahanati ya Kisitwi. Zahanati inayopatikana kilomita 12 kusini mwa Gairo, makao makuu. Ndani ya mfuko huu wa basket fund umewezesha pia upatikanaji wa dawa ambazo zinatusaidia kuwatibu wagonjwa wa kawaida, wajawazito na watoto. Mwanzoni kidogo dawa zilikuwa zinapatikana kwa shida, lakini kwa sasa nasubutu kusema tuna dawa nyingi za kutosha kabisa bila shida. Tunatoa huduma pia za lishe ambao ni vitamini A, dawa za mibenda zote zinapatikana, na dawa zingine zote ambazo zinahusika na mama na mtoto zinapatikana kwa urahisi, na huduma hizo pia zinapatikana kwa hawa walengwa. Lakini pia ndani ya mfuko huu wa basket tunawalipa watumishi kama muda wa ziada kwa ajili ya huduma za mkoba ambazo zinatolewa nje ya kituo hichi. Kwa majina naitwa Damali Falesi Mwanguka, naishi hapa Kisitwi, na huduma zetu zipo vizuri. Ndio sasa hivi imeboreshwa vizuri kwa sababu hapa watu wakija kama mjamzito unazaa tu vizuri. Naizungumzia vizuri sana kwa sababu hapa mtu hata akiumia tu kidogo anaweza akapata tiba mbadala
Nani tunazaa bure, alafu ukija hapa kupima unapima bure, damu tunapima. Ndio. Kwa jina naitwa Dr. Festo Luambano, ni mfawidhi wa kituo cha afya Gairo Health Basket Fund, ambapo zimekuwa zikitusaidia kwenye nyanja mbalimbali katika kituo cha afya Gairo. Mojawapo ni upatikanaji wa dawa na vifaa tiba, ambayo hii imetusaidia kuweza kupunguza vifo vya mama na mtoto, ambapo kwa mwaka 2022-2023 tulikuwa na vifo 7 na kufika mwaka huu hatuna kifo hata kimoja. Pia fedha za Health Basket Fund zimetusaidia ununuzi wa vifaa tiba, kwa mfano kama ultrasound machine. Pia tumeweza kununua kiti dental chair kwa ajili ya huduma za meno, lakini pia tumeweza kutoa huduma za RCH mama na mtoto bure. Kwa hiyo tumeweza kununua dawa na vitendea kazi mbalimbali kwa ajili ya huduma za kliniki. Kwa majina naitwa Biusmat Juma, ni afisa lishe hapa kituo cha afya Gairo. Kwenye swala zima la pesa ambazo tunazipata kupitia Basket Fund, kwenye kitengo chetu cha lishe kuna vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya, ikiwemo cha kwanza ni swala zima la kuwapatia matibabu kwa watoto ambao wanapata shida ya utapiamlo. Na katika hizi pesa ina maana kwamba tunazitumia katika kununua maziwa ambayo yanatumika au tunatengeneza kwa ajili ya watoto kwenye utapiamlo. Hilo ni la kwanza, lakini pia pesa za Basket Fund zinatusaidia katika swala zima la kufanikisha swala zima la outreach au tunasema huduma za mkoba kwa ajili ya kuwafikia watu ambao wako mbali na kituo cha afya. Ndio. Naam, hiyo ni Gairo huko. Ambako unaweza kuona namna ambavyo huo mfuko wa pamoja, yani wa Health Basket Fund, ambao wahisani mbalimbali wanaweka fedha zao pale kwa ajili ya utekelezwaji wa masuala ambao wamekubaliana katika kuboresha na kuimarisha sekta ya afya. Umemsikia huyu daktari wa mwisho hapa alivyozungumza, ambaye ndo mganga mfawidhi wa kituo hicho. Amesema namna ambavyo imesaidia. Mimi nimependa sana pale kwenye swala la kupunguza vifo vya mama na watoto. Alitoa takwimu kuanzia mwaka 2022, unaona ilivyoanza kupungua mpaka anakuambia mwaka huu mpaka sasa. Na tunaomba Mungu kaendelee kuwa hivyo. Hakuna kifo ambacho kimetokea. Ndio. Kilicho ni fresh kwenye mfuko pia ni masuala ya lishe. Wameweka na lishe kwa sababu ilionekana pia kunakuwa na shida pale watoto wanapopata udumavu. Ni kweli. Kwa unakuta kama ni hospitali haina budget kwa ajili ya kuangalia mtoto, unakuta sawa mtamwambia mama kafanye hiki, kampe hiki, kafanye kile. Anarudi kule kule. Hujui ufuatiliaji wake utakuwaje, lakini vile unaweza kukuta alishafika katika ile hali ambayo anahitaji uangalizi zaidi. Kwa sababu pale kama katika hiki kituo mpaka kuna huyu dada wa mwisho alikuwa anaongea ni kati ya manesi ambao wana utaalamu wa kutengeneza maziwa bora ambayo yanamfaa mtoto ambaye amesha kuonekana either anaanza kunyemelewa na udumavu au tayari ana udumavu. Ndio. Kwa hiyo yale yakitengenezwa wanajua wao namna ya kuhifadhi vizuri kwa ajili ya mtoto atumie. Na mtoto anawekwa pale mpaka pale wanapojiridhisha kwamba sasa afya yake imeimarika kwamba anaweza kwenda kuchanganyika huko. Aendelee na lishe zingine. Sawa. Na unajua Dorcas, tukiwekeza kwenye lishe au tukiwekeza elimu kwenye lishe, tutakwenda kupunguza kuwa na watu ambao wanauma mara kwa mara. Kabisa. Kwa sababu lishe ni kinga bora katika afya zetu na miili yetu. Kwa hiyo mtoto na mbaya zaidi hiyo lishe ikikosekana vizuri inaleta kuna udumavu wa mwili, lakini kuna udumavu pia wa akili.